Jumla ya watahiniwa 8,915 waliofaulu kupata alama za kujiunga na programu za shahada baada ya kufuzu mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE mwaka jana wamechagua kwa hiari kujiunga na programu zisizo za shahada katika taasisi za elimu ya juu. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za asasi ya kuteua wanafunzi wa kujiunga na vyuo vikuu na vya kadri ambazo zimeonyesha ni radhi kuwa asilimia ya 19 walichagua njia mbadala zikiwemo kusomea nje ya nchi, kujiunga na jeshi au kujiunga na vyuo kuwa wanafunzi wanaojifadhili. Victor Ngaruya anaarifu zaidi. Matokeo ya uteuzi wa wanafunzi wa mwaka wa masomo 2026-2027 yalitolewa na asasi ya kuteua wanafunzi wa kujiunga na vyuo vikuu na vile vya kadri KUPPS. Yamewezesha wanafunzi zaidi ya 290,000 kutengewa nafasi katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu ya juu. Kati ya jumla ya watahiniwa 9,80,535 nchini waliofanya mtihani wa KCSE wa mwaka wa 2025 na waliostahili kutuma maombi ya usajili 270,508 walipata wastani wa chanya, hivyo basi kufuzu kujiunga na programu za shahada. Miongoni mwao wanafunzi 202,133 wamefaulu kujiunga na kozi za shahada, huku 8,915 waliofuzu pia kwa shahada wakichagua kujiunga na programu zisizo za shahada. Kando na vyuo vikuu, wanafunzi 28,246 wameorodheshwa kujiunga na chuo cha mafunzo ya tiba KMTC. 500 katika shule ya sheria, 765 katika chuo cha utalii cha Kenya na 875 katika vyuo vya mafunzo ya ualimu wa sekondari. For the students who got C+ and above, we can actually account for 81%, which is a good number because about 19% we can see some have gone abroad, some have joined the military, some are joining the universities as self-sponsored students in both our public and our private universities. Ushindani mkali zaidi ulishuhudiwa katika kozi ya udaktari, ingawa vyuo vikuu vilikuwa na nafasi 702 pekee za kozi hiyo. Takriban watahiniwa 6,500 walikuwa wameomba kujiunga, 1,535 wakiwa na alama ya A. Waziri wa elimu Julius Ogamba ameagiza KUPPS kubuni mara moja njia zitakazowezesha watahiniwa waliokosa kutuma maombi ya usajili kufanya hivyo. I've requested KUPPS to come up with a study program to track and find out where these students are. But if there are those who missed the opportunity to apply for any other reason, we are going to give them a chance to reapply. And we have directed the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service to immediately devise a mechanism to allow late applications for placement. In the same vein, I also call upon all the eligible candidates across the country who may not have applied and who may have missed the opportunity to apply during this concluded cycle to take advantage of this opportunity and apply. The PS representative. Victor Ngaruya, NTV.